Mke wangu huvaa mtandio mwekundu kila anaponipakulia chakula. Sehemu ya 7. Tulipovutwa na ule upepo mkali kupitia ukutani, sikuhisi kama naanguka chini, bali nilihisi kama nazama kwenye maji mazito yasiyo na mwisho. Giza lilikuwa nene na kelele za viumbe vya ajabu zilisikika zikipita karibu na masikio yangu. Mkono wangu ulikuwa umemkaba baba yangu kwa nguvu zote, nikiogopa kumwachia. Na ule mtandio mwekundu ulikuwa umenibana kichwani kiasi cha kuniumiza. Lakini nilikumbuka onyo la mke wangu, usiuachie mtandio. Ghafla tulianguka juu ya kitu kigumu. Vumbi jekundu lilitimka. Nilikohoa nikijaribu kuhema. Hewa ya huku haikuwa na oksijeni. Ilinuka damu mbichi na udongo wa kaburini. Nilipoinua kichwa, nilikaribia kuzimia kwa nilichokiona. Hatukuwa tena sebuleni kwangu. Tulikuwa katikati ya kijiji cha ajabu. Nyumba za huku hazikujengwa kwa matofali wala miti. Kuta zake zilikuwa ni mifupa ya binadamu iliyopangwa kwa ustadi, na mapaa yake yalikuwa yameezekwa kwa nywele nyeusi ndefu. Anga la huko halikuwa na jua wala mwezi, bali lilikuwa na rangi ya zambarau nzito, likimulikwa na mienge inayowaka moto wa kijani kibichi. Karibu nyumbani. Simama, sauti ya baba ilinong'ona. Alikuwa anatetemeka kuliko kawaida. Umekuja mahali pasipofaa mwanangu. Hapa ndipo kilinge cha bibi. Kabla sijajibu, ngoma zile zile nilizozisikia awali zilianza kupigwa kwa nguvu. Kutoka kwenye nyumba kubwa kuliko zote iliyojengwa kwa mafuvu matupu ya vichwa, alitoka mwanamke mmoja mzee sana. Huyu hakuwa bibi wa kawaida. Ngozi yake ilikuwa imejikunja kama gome la mti mkavu. Hakuwa na miguu, bali alikuwa anaelea hewani inchi chache kutoka ardhini. Macho yake yalikuwa yamefungwa kitambaa cheusi, lakini alitembea kuelekea nilipo kwa uhakika, kana kwamba anaona kila kitu. Nyuma yake walifuata vijana watatu, walikuwa uchi wa mnyama, wamepakwa majivu mwili mzima, na mikononi wameshikilia mapanga makubwa yaliyoshika kutu. Mgeni, bibi yule alisimama mita chache kutoka kwetu. Sauti yake ilisikika kama inatoka ardhini, si mdomoni mwake. Harufu ya damu yako inanikumbusha binti yangu mkaidi. Alicheka kicheko cha kutisha kinachotetemesha mifupa. Mjukuu wangu, umevaa taji la ukoo, mtandio, kabla ya wakati wako. Unajua gharama yake? Niliamka na kusimama mbele ya baba yangu kumkinga. Ule mtandio kichwani ulianza kuwaka joto kali. Nilishangaa kuona wale vijana wenye mapanga wakirudi nyuma kwa hofu walipouona mwanga wa mtandio ule. Nirudishe nyumbani kwangu, nilifoka nikijaribu kuonyesha ujasiri nilionao. Na ninaondoka na baba yangu. Bibi alitabasamu, akaonyesha meno yaliyochongoka kama ya paka mwitu. Baba yako? Bibi alinyoosha kidole chake kilichopinda kuelekea kwa baba. Huyo si baba yako tena. Huyo ni mbeba mizigo. Alishauzwa miaka 10